Naam, bwana mtazamaji, leo bwana niko hapa kwa ajili ya kukupa update kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo vimetokea huko mtandaoni. Ni kwamba mume wa Nandy Billnass, bwana, hii ni moja kati ya controversy ambazo zimeibuka hivi karibuni. Ni kwamba unaambiwa kwamba Billnass bwana amekuja kutoa malalamiko yake akiwa anaelezea kuhusiana na dhuluma ambapo wasanii wa muziki wa Bongo Flava na wasanii wengine mbalimbali wamekuwa wakipitia kutokana na changamoto ambazo zimekuwa zikihappen katika career yao ya muziki. Kwa mujibu wa Billnass ameandika hivi, maana hii imeibua mzozo mzito sana huko mtandaoni, so niko hapa kwa ajili ya kukupa full story kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Bwana Billnass anasema kwamba Mao ni mtu ambaye hawa watu wanaofanya distribution ya mziki, baadhi ya makampuni yamekuwa yakiwanyonya wasanii hapa Tanzania. Billnass ameandika kwamba juzi nimeandika waraka kuhusiana na vitu vingi sana vilivyomo kwenye upande wa pili wa tasnia sanaa zetu. Lengo sio kuwavunja moyo au kuwakatisha watu wapya au vijana wenye ndoto za kuingia kwenye tasnia, bali ni kuwakumbusha tu na kuwaandaa kukabiliana na ulimwengu wa kweli. Na ndio maana nilisema kabla ya kufanya hizi kazi usisahau kumwomba Mungu akupe roho ya na nguvu ya kukubaliana. Sasa nitaanza kuelezea mambo kadhaa kwa uchache. Nilizungumza dhulma, ushetani, vita, usaliti na mengineyo. Kwa leo wacha nizungumze kuhusiana na dhulma. Kuna dhulma nyingi sana zinafanywa na wadau au labels, management, promoters, wamiliki wa media, distribution company na kadhalika. Lakini leo wacha nianze na upande wa distribution na nitaendelea na nitamuelezea Michael Mligwa aka MX Carter kama mmoja wa wadau muhimu sana, lakini pia vile ni wadidimizaji wakubwa kwenye masuala ya uuzaji na usambazaji wa kazi zetu tunazozitolea jasho, na mimi nikiwa mmoja wao wa wahanga wa dhulma hiyo. Na naamini kwamba baada ya hili mtasikia vilio vingi sana vyenye kufanana na hiki. Unaweza ukamiliki wimbo mkubwa sana #poo, sijawahi kupata hata senti moja ya mauzo yake. Upande wa digital na hata pia vile unapofikia wakati wa kupata stahiki zangu na kuwa naomba au nabembeleza na kuna makubaliano ya kisheria, hiyo ni moja. Nitarudi kuendelea mengine mengi yanayofanywa na watu kama MX Carter na washirika wao. Ameandika hivyo Billnass. Lakini baada ya Billnass kuandika hivyo, Baraka the Prince naye amekuja amecomment hapa. Jaiva amesema kwamba it's about time brother, the truth should be told. Alafu kuna mtu mwingine hapa amekuja ameweka comment hapa, Anscan amesema kwamba bwana, nikiwaambia ni mje niwape odds mnakataa, haya ndo matokeo yake sasa. MC Garabia amesema kwamba bwana MX atakuwa ana make pesa nyingi sana kipande hiki, ni vile tu yuko low key. Msanii kama vile Hasani Mapenzi ana nyimbo 5 pale, hajawahi pata hata kipande cha hiyo senti 5. Anahisi kuwa mimi huaga nakula pesa zake, jambo ambalo mimi ndio nimehangaikia audio zote na pamoja na video. Ukicheki kwa platforms kuna vinamba kadhaa. Ukifuatilia maslahi ya msanii kuna meneja wake pale wanaongea Vingereza vingi sana, unachoka, unaacha, inakatisha tamaa kwa kweli. Umeona huyu MC Garabi naye pia alikuwa na msanii wake Hasani Mapenzi, na yeye pia inasemekana kwamba aliingia kwenye mgogoro wakidhania kwamba labda alidhania kwamba huyu Hasani Mapenzi waliingia kwenye mgogoro na MC Garabi, akidhania kwamba MC Garabi anampiga pesa au ampi pesa na nini, na ndio maana kumbe mambo yako hivyo. Kwa hiyo Billnass baada ya kusema hicho alichokisema, MC Garabi naye pia amekuja kuzungumza kuhusiana na kitu ambacho pia kilimkuta msanii wake. Huyu hapa Country Boy anasema bwana, my chest is heavy, yani kifua chake ni kizito. Kwa mtu mwingine hapa anaitwa Diana Nyange. Diana Nyange huyu pia ni msanii maarufu tu hapa Tanzania. Amesema kwamba bwana Billnass, huko peke yako bro, mimi pia nyimbo zangu nilizoziachia nikiwa chini ya kampuni ya ngoma na MX Carter ndio alikuwa ananisimamia na kuendesha akaunti yangu ya YouTube. Hadi leo hii mapato yanaenda kwa mtu asiyejulikana. Jina linasoma Believe A na ndio anayesomeka kama content owner wa nyimbo zangu. Komela
Angejua, Dua, Homa, Chovya, Salama, Jiba, Salesale. Na kipindi zinatoka, nilikuwa nafanya kazi na MX, na ndio aliyekuwa anasimamia usambazaji, na ndio akawa ana manage account yangu ya YouTube. Na huko YouTube sasa ndio inasoma ownership ya mtu asiyejulikana. Ni mengi sana tumepitia mateso. Ni wengi sana wamepitia mateso hayo, na hata ninapojaribu kuuliza na kufuatilia bado sijapewa utambuzi. Aliniambia kwamba huyo Believe A ni Mkenya. Nimehangaika sana, lakini wapi, inaumiza sana na inakatisha tamaa. Umeona bwana, huyo ni si mwingine, huyo ni mwanadada Diana Nyange. Lakini pia Raisi naye pia amekuja ameandika kwamba bwana huyo alishawaigi nitamkia kuwa sitokuja kufungua YouTube channel nyingine, labda yeye afe, akidhani kwamba YouTube ni babu yake. Kisa nilifutilia mbali YouTube alionifungulia, maana alikuwa ananiibia tu. It's about time wasanii wanaodili na huyu mtu wafunguke, maana keshawaliza wengi, anajikuta sijui nani vile. Huyo ni Raisi. So hapa wasanii ni wengi sana wamekuja wamezungumzia hiyo issue, lakini pia wadau mbalimbali nao wamejitokeza kuiongelea hilo swala. Kwa mfano Haja the Incredible naye pia amekuja kuizungumzia hii issue. Nataka hapa umsikilize Haja naye akiwa kama mdau wa tasnia ya muziki alichokisema. Karibu sana tu discuss kwa uchache, kwa ufupi sana issue inayomhusu Billnass pamoja na MX Carter. Hili jambo limekaa vibaya kidogo kiasi kwamba yani mpaka mimi linanitisha, na sote tunafahamu kwa pamoja kumekuwa na miluzi mingi, kelele nyingi kwa muda mrefu kidogo kuhusu wasanii pamoja na MX Carter kutajwa kwenye shutuma ambazo Billnass yeye ameziraise. Alianza mwanzo, baadaye akatoa ufafanuzi kwamba ushetani pamoja na changamoto ambazo yeye alizizungumza kwenye game sio hizi ambazo watu wengi tulikuwa tunazifafanua. Ni swala la wasanii kudhulumiwa pesa zao na MX Carter. Sasa ni wazi, haipingiki, hayo maneno yamekuwepo sana kwenye game kwa muda mrefu mno, na watu wengi wamekuwa wakizungumza hiyo, like bwana mkubwa kuna sehemu anashinda bwana, anatumia elimu yake ya kimtandao kwa ajili ya kuwapiga wasanii. Hiyo inasemekana, unaelewa, sijui tuelewane vizuri hapo, inasemekana. Na last time kama unakumbuka hata Chidi Benz aliwahi kuzungumza vitu vya namna hii. Sasa nadhani MX aliona Chidi Benz yeye kwake sio mchongo, ukiangalia na scenario ambayo alikuwa anaipitia, sidhani hata kama angepata kitu chochote. Mbuzi kafia kwa muuza supu, Nenga mafioso kajichanganya. Kama kujichanganya kama na ushahidi, let's wait and see. Nenga anajiweza. Kwa hiyo MX Carter ameona wanyoshe watu tabia kupitia huyu Billnass. Wakati Billnass anazungumza hayo, ukipita pale chini kwenye comment, wapo baadhi ya wasanii ambao nao waliandika malalamiko yale. Hii maana yake nini? Hii inamaanisha kwamba wasanii wengi walikuwa wana malalamiko ya aina hiyo, lakini walikuwa wanaogopa kuyazungumza. Finally Billnass yeye amejitoa muhanga, tunasema mbuzi wa kafara. Bwana yeye ndo amechagua kumfunga paka kengele. Sasa Nenga ameweka wazi kuhusu hilo swala. Hilo swala sasa hivi lipo kisheria. Nimemsikia mwanasheria akizungumza hizo demand zao na nini. Kilichozungumzwa na Billnass kwa namna yoyote anapaswa kutoa ushahidi. Yaani lazima. Sasa kuna rafiki yangu mmoja aliwahi kuzungumza naye siku moja kuhusu hizi tuma hizi za hawa wasanii, tena kuhusu hili jambo ambalo linaendelea. Akaniambia kwamba hakuna kitu kigumu kama ushahidi wa wizi huu wa kutumia mitandao, yani teknolojia tunasema, watu hawa ma IT. Unaibiwa, inasemekana anasema. Unaibiwa wewe kisomi. Yani unajua kabisa mimi kuna sehemu nimepigwa. Lakini nimepigwaje? Hiyo proof hutakuwa nayo, huwezi kuwa nayo. Kwa hiyo that's why hawa watu IT hawa huwa wanaogopa sana, kwa sababu
ni watu ambao wana akili nyingi sana, wanafanya sana research, na ushasikia hata kwenye movies mbalimbali na nini, unakuta watu wana hack mabenki na nini. Ndo aina ya watu hao ambao wana uwezo wa kuibia mtu kupitia teknolojia na usijue huyo mtu kaibaibaje. So kama Billnass ana prove ana ushahidi, basi itakuwa sawa. Lakini kama Nenga hana ushahidi, rai yangu mimi, wasanii wasimuache Billnass kwenye hili, kwa sababu alichokizungumza yeye hakuzungumza kwa maslahi yake tu binafsi, ameizungumzia tasnia, kwa sababu wasanii wengi wamekuwa wakinong'ona huko kwenye mitandao. Wengine wameamua tu mimi bwana niacha tu niache, sitaki matatizo na nini. Nenga kamfunga paka kengele, na baada ya kumfunga paka kengele, paka amemnasa kwenye shingo. Sasa ninyi wengine ambao mlikuwa mnaogopa huko, si mje msaidiane na Nenga hapa mumtoe. Kwa hiyo msimuache Nenga afanikiwe, Nenga asifanikiwe. Wasanii mnapaswa kuwa nyuma yake, kwa sababu alichokifanya ni kutetea maslahi kwa mujibu wa minong'ono inayoendelea ambayo sio rasmi. Ni maneno ambayo sio rasmi, ni tuhuma. Wasanii wamekuwa wakimtuhumu bwana MX Carter kufanya vitu vya namna hiyo. Sasa Nenga yeye kwenye andiko lake hakuweka tuhuma, ni kwamba alionyesha moja kwa moja MX Carter ndo anahusika. That's why MX Carter ameenda kufungua kesi na anamdai pesa nyingi. Kwa hiyo na natamani kuona umoja wa wasanii kwenye eneo hilo. Siko upande wa mtu yeyote, tafadhalini sana. Sipo upande wa MX Carter kwa sababu sijui kinachozungumzwa kina ukweli kiasi gani. Sipo upande wa Nenga kwa sababu pia sina uhakika na kinachozungumzwa. Ushauri wangu mimi unalenga umoja. Endapo kama ni kweli na wasanii wamekuwa wakilalamika hivi, basi huyu mtu ambaye amekutwa na ngozi asiachwe peke yake, kama wote mlishiriki kula nyama. Dr. Upupu hapa. So hicho ndicho alichokizungumza huyu ni mtangazaji wa pale Bongo FM kuhusiana na hii issue. Bwana, tutaifuatilia, tutakupa update zaidi, lakini pia ukiwa kama mdau, weka maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.